Karibu katika channel yako pendwa ya Feaboy kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Taarifa kwa umma, hii ni kutoka Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu HESLB, yani Higher Education Students Loan Board. Imetangaza kutoa bilioni 215.3 kwa wanafunzi 66,987. Kwa hawa ni wanafunzi walioweza kupata mkopo kwa awamu ya pili. Hii hapa ni awamu ya pili, wanafunzi 66,987. Idadi hii inajumuisha wanafunzi 43,562 wa shahada ya awali na wanafunzi 1,179 wa stashahada waliopangiwa mikopo kiasi cha shilingi bilioni 143.7 na wanafunzi 288 wa Samia Scholarship waliopangiwa ruzuku kiasi cha shilingi milioni 575, wanafunzi 230 wa Shule ya Sheria Tanzania waliopangiwa kiasi cha shilingi bilioni 1.5, wanafunzi 21,729 wanaoendelea na masomo wamepangiwa mkopo na ruzuku ya kiasi cha shilingi bilioni 69.4 baada ya kufaulu mitihani yao ya mwaka uliotangulia. Mpaka sasa HESLB imekamilisha upangaji wa mikopo kwa wanafunzi 202,227 yenye thamani ya shilingi bilioni 641.8 kati ya shilingi bilioni 916.7 zilizotengwa na serikali kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Baada ya kukamilisha upangaji mikopo, HESLB inawataarifu wanafunzi ambao hawajafanikiwa kupangiwa mikopo katika awamu zote mbili na wana taarifa za ziada ambazo hawakuweza kuziwasilisha wakati wa maombi ya mkopo wanashauriwa kukata rufaa. Dirisha la rufaa litafunguliwa tarehe 10 hadi tarehe 17 Novemba 2025. Kwa kukata rufaa ni kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 17 Novemba 2025. Maelekezo ya kukata rufaa yanapatikana katika akaunti binafsi ya mwombaji SIPA. HESLB itaendelea kupanga mikopo kwa wanafunzi wanaoendelea na masomo kwa kadri itakavyopokea matokeo kutoka vyuoni. Imetolewa na mkurugenzi mtendaji Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu HESLB Jumatano Novemba 7, 2025. Jina langu ni Feaboy. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi ili tuweze kuwa pamoja katika video inayofuata. Asante na karibu.